Mimi nisemacho, ikiwa kama Mafwele hausiki katika swala la kuteka watu, lakini pia ikiwa Rais Samia yeye anachukizwa na masuala ya watu kutekwa, na pia hausiki moja kwa moja kuhusiana na watu kutekwa, basi mimi nisemacho, sisi hatuna mahali pa kushitaki. Tutashitaki kwa Mungu aliye hai, na kwa kuwa kwa sehemu kubwa tukiweka picha ya Rais Samia ndo lazima kuna kutekwa, kuna vitisho, matusi. Mimi nisemacho, hawa watu wanaitwa wasiojulikana, kwa kuwa wao, kwa sababu na mwingine anasema kwani uweke picha ya rais, kwani umweke rais hapo? Kwa kuwa watu wasiojulikana wao wakiona tunatumia tu picha ya rais, basi ndo wanaweza wakawa nasikiliza na kutuandama. Mimi nataka niseme hivi, mimi namuomba sana Mungu aamue katikati yetu sisi na nyinyi, kwa sababu mimi nasema ikiwa kama mtu anakosa kisheria, kwa nini msimuite tu, msimshitaki? Au aidha mtafuteni hata na polisi, mchukueni mpelekeni mahakamani kama anakosa kisheria, lakini sio kumteka mtu, kumuua mtu. Hapana, tujafikia hapa tulipoweza kufikia. Na mimi nisemacho kwamba kulingana na kwenye Biblia, wako watu kwenye Biblia humu waliwahi kufanya mabaya, na kwa sababu ya kuonywa kwao wasitende mabaya, wao waliendelea kufanya mabaya. Walikuja walipatwa na kichaa kabisa, kichaa. Na kwa kuwa ni mabaya, mtu wa Mungu wa kweli akaomba, basi yale mabaya yanaweza akakupata wewe, kama si wewe basi kizazi chako kinachokuja. Kuna maandiko kwenye Biblia hapa nataka tu nisome, alafu baada hapo nataka nikaombe maombi, nikaendelee kuomba maombi. Acha tuendelee kuomba, tushitaki kwa Mungu, kwa sababu yawezekana kwa kadri wao zidi kuongea tutajihatarisha, tutauawa, tutapotezwa. Basi acha tumsii Mungu, tumuombe Mungu yeye aamue, aingilie kati ya vita yetu sisi na waovu. Maandiko yanasema hivi katika kitabu cha Danieli sura ya 4 mstari wa 27. Huyu ni mfalme ambaye alikuwa anafanya mabaya, ila alikuwa hataki kuonywa, kusikia chochote. Sasa Danieli aliwahi kumshauri hiki, lakini hakusikia, na mwisho wa siku alipatwa na ukichaa. Katika Danieli 4 mstari wa 27 asema, kwa sababu hiyo mfalme, shauri langu lipata kibali kwako, ukaache dhambi zako kwa kutenda haki, ukaache maovu yako kwa kuwahurumia maskini, wenda ukapata kuzidishwa siku zako za kukaa raha. Sasa nisome mstari wa 33. 33 anasema hivi, saa hiyo jambo hilo likatimizwa, likampata Nebukadneza, alifukuzwa mbali na wanadamu, akala majani kama ng'ombe, na mwili wake uliloa kwa maji ya umande wa mbinguni, hata nywele zake zikakuwa zikawa kama manyoya ya tai, na kucha zake kama kucha za ndege. Akaa kichaa na mimi waka unajua kwamba makucha ya kuwe, manywele ya kuwe. Kapatwa na kichaa kwa sababu alikuwa anaonea watu, anaua watu. Yeye alikuwa anapendezwa vile watu kuuawa, watu kuteswa katika siku za utawala wake. Mimi nataka nikaombe hapa, kama ikiwa kuna yoyote unahusika na mabaya yanayoendelea ndani ya nchi ya Tanzania, watu kutekwa, watu kupotea, mkono wa Mungu ukaamue kati yetu sisi na nyinyi. Mungu wa mbingu na nchi, na kuamini sana wewe ni Mungu ambaye umenena ya kwamba haki huinua taifa, lakini pia maandiko yako yanasema wenye haki wakiwa na amri watu hufurahi. Ni wewe Mungu ambaye uliwahi kukomesha kilio ambacho wana wa Israeli walilia katika taifa la Misri walipokuwa kiteswa na Farao. Bwana uliingilia kati na kuwatoa wana wa Israeli kutoka kwenye mkono wa Farao aliyowatesa siku nyingi. Mungu nakusihi sana kwa pendo lako, kwa huruma zako Bwana, angalia Mungu, tupo katika taifa lako hili la Tanzania ambalo Mungu umetuacha kwalo duniani, lakini pia tunaamini Mungu kama kuna wakati uliwahi kuihukumu dunia, ulihukumu kwa sababu ya maswala kama haya. Kipindi kile cha Nuhu ambapo Mungu alihukumu dunia kwa gharika, hata kipindi cha Lutu watu kuteketezwa kwa moto kwa sababu ya dhuluma,
kwa sababu ya watu kuonea wengine, kwa sababu ya dhambi za zinaa na dhuluma zilizokuwa zimetapakaa kwenye wakati ule, watu kunyang'anya uhai wa watu wengine. Bwana Mungu ulihukumu dunia, na kusi Mungu hata nasi katika zamani zetu zituzo nazo, Mungu yule aliyeshusha moto kwenye nchi ya Marekani, katika mji ule ambao walikuwa wanatukuza mashetani, hata sasa Bwana unaweza kutenda jambo jipya kwenye nchi yetu hii. Mungu kumbuka taifa letu, kumbuka Bwana, kumbuka. Wako wachungaji wamekimbia kwenye nchi hii, wako watu kadha wa kadha wamefyata mkia, wanaogopa kusema chochote, kwa sababu ukiongea chochote unakuwa kwenye wakati mgumu wa kutekwa na kupotea. Mungu nakusii kwa ajili ya taifa lako hili, kwa ajili ya taifa lako hili Bwana, tukumbuke. Kumbuka taifa lako, kumbuka taifa lako. Wako watu wako humu ndani ya nchi hii ambao Bwana wewe uliruhusu tuwemo kwenye taifa hili. Mungu nakusii Bwana, amua katikati yetu sisi na watu hawa na wanyang'anyi hawa. Amua Bwana, amua Mwokozi, amua Bwana, ingilia kati. Wewe uliyeipiga Misri kwa mapigo 10, Bwana ni wewe yule tena jana leo hata milele. Uliyesababisha Nebukadneza akawa na kichaa, ni wewe yule. Tunakuabudu Mungu, tunakusii Mungu. Wako watu Bwana ambao tumekuwa tunaishi maisha ambayo ya kujitenga na jamii, ya kufanya kila aina ili Mungu tu uweze kujidhihirisha, uweze kuonekana. Bwana na kuomba kwa ajili ya taifa lako, kwa ajili ya taifa lako, kwa ajili ya watu wako wanaolia vilio hivi, uvitazame Bwana. Nakusii Mwokozi, vilio hivi Bwana, umebaki wewe. Hata hiyo wanaosema Oktoba, wengine watatoka kuandamana, wengine tunaona ni mbali, kwa sababu watu wanazidi kupotezwa, watu wanazidi kupotea. Bwana nakuomba, ingilia kati Baba, ingilia kati Mwokozi. Bwana ukaangalia kutesa wanakotesa waovu hawa, ukatazame Bwana. Tazama, wamekuwa wao ndo waamuzi, ndio maana tunaugua. Lakini maandiko yako yanatuambia kwamba waovu hawatairithi nchi. Nakuomba Bwana, yoyote yule ambaye ndiye mnufaika mkubwa wa haya yanaendelea kwenye taifa letu, Bwana mkono wako nyosha juu yake, nyosha juu ya watoto wake, nyosha zidi yake Bwana, ukawapiga kwa kichaa, ukawapiga kwa kila aina ya mapigo yasiyoweza kupoa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na kusii Mwokozi juu ya hawa wasiojulikana, Bwana fanya jambo, hata kwa huyu ambaye ametajwa ndiye mhusika wa watu wanaotekwa, huyu anaitwa Mafwele. Bwana, ikiwa kama yeye ndiye mhusika, amua Bwana, amua katikati yetu, kati ya waovu hawa na sisi. Amua Bwana. Jehova nakusii, Bwana Mungu mwenye kweli, Bwana Mungu mwenye kweli, wewe uliyetufanya tuliokuwa wavuta bangi, leo tumebadilika kwa kiwango hiki. Mungu ni wewe yule jana leo hata milele. Uwezo wako hujapungua, mkono wako hujapungua, hata usiweze kuokoa taifa lako, hata usiweze kuokoa watu wako, hata usiweze kutuokoa, hata ukanyamaza kimya. Bwana tunakusii, Bwana Mungu mwenye kweli, nakuomba Bwana, nakuomba Mwokozi. Jehova tunakusii, kama ulivyompiga Nebukadneza na kichaa, hata sasa inawezekana kwa watu hawa, kwa wanyang'anyi hawa ambao ndio wanufaika wa sisi kuumia, rasilimali zetu kuporwa kwa kila namna. Jehova nakuomba, tazama Mungu ambavyo hata watu ambao pengine watu waliwatazamia kwamba kupitia hao yawezekana wokovu wako ukaonekana wa taifa lako, lakini bado Bwana tumeingia kwenye giza, tumeingia kwenye giza nene. Mwenye kutuponya ni wewe, mwenye kuleta
uwezo mwingine ni mwenye kuleta wokovu ni wewe, mwenye kuleta nuru ni wewe, mwenye kuamua ni wewe. Tunaomba Baba, amua katikati yetu, kati ya waovu hawa na sisi. Amua Bwana, amua Bwana, amua Bwana, amua Bwana. Maandiko yako yanasema laana impigi mtu pasipo sababu. Na kuomba Jehova, na kuomba Mwokozi, na kuomba Mwokozi, na kuomba Mwokozi, na kuomba Mwokozi. Jehova, Bwana Jehova, hata tunaposikia wengine wanasema tarehe 29, tunaona ni mbali Bwana, tunaona ni mbali mno, tunaona ni mbali mno. Watu wako wanazidi kupotea, wanazidi kupotea. Uliyesikia vilio vya wana wa Israeli walipokuwa wakilia juu ya mateso waliokuwa wakiyapitia, wakiteswa na Farao na watu wa Farao, wakiteswa na manyampara. Bwana, hata sisi tuangalie taifa lako, tuangalie taifa lako, tuangalie taifa lako, huku tukiomba Bwana, tukiomba Bwana kisasi chako zidi yao, kisasi chako zidi yao ya watesi hawa, kisasi chako zidi yao cha watesi hawa, cha wanyang'anyi hawa wanaonyang'anya uhai wa watu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wakapatwa na ukichaa, wakapatwa na ukichaa, wakapatwa na ukichaa. Iwe ishara, iwe ishara, iwe ishara, iwe ishara juu ya taifa lako, wakajue kwamba wewe ndiye mwenye kutawala, 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 wewe ndiye mwenye kutawala. Na kiwepo yoyote yule ambaye atanufaika na hali ya mtu yoyote ndani ya Tanzania kupitia ugumu, kupitia maumivu, kupitia hali mbaya, kupitia namna yote ambao watakuwa wako lazi hata kujitoa wao muhanga kwa ajili ya taifa lako hili, ambao watapitia hali za kuteswa, awepo aiwao yoyote, awe mkuu wa usalama, wawe ni askari, wawe ni wanajeshi, watakaohusika nyuma ya kutesa watu wako. Bwana, ukaamue, 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 ukaamue kati yetu na hawa. Ukaamue Bwana, ukaamue Bwana, ukaamue Bwana, ukaamue Bwana. Kikawe kisasi juu yao Bwana, kikawe kisasi juu yao Bwana, kikawe kisasi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunakuomba ye Mwokozi, tunakuomba ye Mwokozi. Amua Bwana, amua Bwana, amua, amua Bwana, amua. Tumekuwa tunaishi kwa maficho kana kwamba ni majambazi, kana kwamba tumeiba, kana kwamba tumeua, lakini kumbe ni watu tunawahamasisha haki, ni watu tunawahamasisha haki ya kwamba wanadamu sisi ni wamoja, sisi ni wamoja. Hakuna aliye mwanadamu na nusu, hakuna aliye mwanadamu na nusu. Wote sisi ni wamoja, wote sisi ni wamoja, wote sisi ni wamoja. Hata tukiongea wanasema tunachanganya dini na siasa. Hata tukijaribu kuongea wanasema ya kwamba tuna chuki ya kidini, kwa kuwa wao pengine walioshikilia nchi sasa wao ni Waislamu. Bwana, wewe ni Mungu ambaye ni Mungu wa wote wenye mwili. Dunia nzima yote hii ni yako, hii ni mali yako, hii ni mali yako. Taifa la Tanzania ni mali yako Bwana, ni mali yako Bwana, ni mali yako Bwana, ni mali yako Bwana. Jilipiza kisasi kwa hawa wanaomwaga damu za watu wako, za watu wako, za watu wako, za watu wako. Jilipiza kisasi Bwana, jilipiza kisasi. Ikawe ishara, ikawe ishara, ikawe ishara, ikawe ishara. Mataifa yapate kujua, mataifa yapate kujua ya kwamba uko Mungu uwezaye kuokoa, uwezaye kuokoa, uwezaye kuokoa. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na kushukuru Bwana kwa neema yako, kwa uwezo wako. Nitarudi tena na tena kusi mkono wako, kusi neema yako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Asante Mwokozi. Amen.